Tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni Askofu Lazarus Vitalis Msimbe, SDS, ni askofu wa Jimbo Katoliki la Morogoro. Leo hii napenda nitoe salamu au ujumbe wa Pasaka mwaka 2025. Wazo kuu katika Pasaka hii, katika ujumbe wangu huu ni kuwa mashahidi wa matumaini. Pilato alipeleka maaskari kulinda kaburi la Yesu. Wayahudi waliviringisha jiwe mbele ya kaburi, wakalifunga kabisa. Walitaka apotee kabisa na kumuondoa kwenye kumbukumbu za kila mtu, hata wafuasi wake. La hasha, haikuwa hivyo. Yesu alifufuka kutoka wafu na aliwatokea watu wengi. Kanisa linashuhudia ukweli huu kwa furaha kubwa, kwa sababu Yesu alisema, "Jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu." Yohane sura ya 16 mstari wa 33. Yesu anatupa matumaini, na hivyo basi tusikate tamaa katika maisha. Ufufuko wa Kristo umeondoa giza lenye kukatisha tamaa na kuleta mwanga wenye kuleta matumaini. Sisi ni mashahidi wa matumaini hayo. Mwaka 2024 kama jimbo tulikuwa na nguvu kazi ya kulipa deni la jimbo. Tulimaliza kulipa deni la jimbo sababu ya upendo ulioletwa na Kristo mfufuka. Na sasa tunaishi kwa matumaini makubwa ya kusonga mbele kiuchumi na kwa neema za Mungu. Tulikuwa na matumaini kwamba tutapata jimbo jipya la Bagamoyo. Matumaini yetu hayakutudanganya. Tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2025, Baba Mtakatifu Francisco ameunda jimbo jipya la Bagamoyo na kumteua Askofu Stefano Lameki Musomba kuwa askofu wa kwanza wa jimbo la Bagamoyo. Tumekuwa mashahidi wa matumaini katika hili, na kwa furaha kubwa tutasherehekea uzinduzi wa jimbo jipya tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2025 kule Bagamoyo. Ninawashukuru sana nyote kwa sala na majitoleo yenu. Mungu awabariki. Wapendwa waamini, Ukristo unatualika kuishi maisha ya uhai tele, maisha yenye matumaini, maisha ambayo daima yanaufunua utukufu wa Mungu. Yesu mfufuka yupo katika utume wa kanisa. Yesu Kristo mfufuka yupo katika maskini na wahitaji. Yesu mfufuka yupo katika kaka na dada zetu, yaani jirani zetu. Wokovu unapatikana katika huduma ya Kikristo. Kile tunachokiadhimisha katika liturujia lazima kionekane katika maisha yetu ya kila siku. Kama katika Ekaristi tunashiriki mwili na damu ya Kristo, lazima twende tukawalishe wenye njaa na kuwanywesha wenye kiu. Kama tukipeana amani kanisani, lazima twende nje tukafanye kazi ya haki na amani katika ulimwengu. Tukisikia maneno ya upendo, faraja na amani, twende kuonyesha hayo kwa matendo kwa wanaokandamizwa na wenye kukata tamaa. Tukinyanyuliwa kwa neema za Mungu, nasi tuwanyanyue wenzetu
waliobanwa na hali ngumu za maisha. Tuwe mashahidi wa matumaini. Ushuhuda wa maisha ya Kipasaka uisaidie jamii ya waamini kuwa chachu ya mabadiliko kwa maisha ya vijana. Vijana wetu wa leo wanahitaji msaada. Ushuhuda huu ni muhimu sana kipindi hiki kigumu cha utandawazi. Vijana wengi wanapenda starehe bila wajibu. Wanapenda kuona furaha katika vitu vya kupita. Tumaini lao wengi lipo katika mali. Tumaini lao lipo katika vyeo. Tumaini lao lipo katika starehe na anasa za dunia. Tuwasaidie na kuwaombea vijana watambue kuwa maisha ni safari ndefu inayohitaji ushuhuda wa maneno na matendo pia. Tunaposherehekea jubilei kuu ya miaka 2025 ya Ukristo wetu, tuwe mashahidi wa matumaini. Na kama kauli mbiu yetu inavyosema, mahujaji katika matumaini. Kwa miaka 2025 kanisa limeishi uwepo wa Kristo. Tukiangalia wakati ujao, tunaona ahadi ya matumaini yenye kutupa moyo, hasa kutokana na maneno ya Yesu mwenyewe aliyesema, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mathayo sura 28 mstari wa 20.